unasikia hicho kitu ndani yako, miliki na ukidhibiti kwa maombi, isifike mahali adui akanyang'anya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndoa nyingi tu siku hizi zina changamoto. Bwana aliruhusu ukaolewa. Fika mahali hiyo ndoa Bwana amekupa kwa makusudi. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo fike mahali udhibiti hiyo ndoa yako, miliki ndoa yako kwa maombi. Sifike mahali ikaachika, ikaterereka. Tunafahamu madhara hayo, na shetani hataki kuona hivyo vitu vinakuwa sasa vinabaki kwa salama. Anataka kwa njia moja ama nyingine mambo yaharibike. Kwa hiyo kumiliki ndoa, kumiliki kazi, kuwa na familia nzuri, biashara na vitu kadha wa kadha, ufugaji na vinginevyo, hiyo ni haki yako kama mtu uliokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usifike mahali ukawa mlokole mnyonge, mlokole ambao una ndoa ambayo haina furaha, mlokole ambaye una biashara ambayo haieleweki, mlokole ambaye familia yako tu iko ovyo ovyo haieleweki. No. Hatujawa hivyo. Amen. Hapa duniani pia tuna haki ya kuishi kwa ushindi na furaha. Amen. Sio kwa sababu umekuwa mlokole uishi kwa stress. Muda wote wewe ni kuteseka. No. Ikitokea kwa mapenzi ya Bwana sawa. Lakini vitu vingine hivi ndio mwenye kujipanga. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Kama kuna mianya yoyote inataka kushambulia kile ambacho Bwana amekupa, kama kuna ukuta, kuna mwanya wote ambao umesababisha hiyo ndoa yako inataka kusababisha iharibike, ziba huo ufa. Ziba huo ufa. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu huo ufa ukaendelea mpaka hiyo kitu kikaondoka. Maana ndoa ikivunjika, maana umiliki kwako umeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hutaki kuishi kinyonge. Unataka ufike mahali uishi kwa ushindi, na ukijua kwamba wewe ni mwana wa Mungu na una haki ya kumiliki hiyo ndoa, una haki ya kumiliki hiyo elimu. Ninyi wanafunzi mnanisikia? Unatakiwa pia uwe na upate elimu. Darasani utakiwa kuwa wasifuri wewe wa mwisho. Wewe wa mwisho. Biblia inasema nitakuwa kichwa. Unamwambia Mungu, mimi haiwezekani nitokee wa 34 Bwana. Kwa nini? Amen. I should be katika zile 10. Niwe katika nafasi hizo 10. Amen. Haleluya, haleluya. Usome kwa bidii, lakini pia ufanye maombi. Amen. Ukiwa mwanafunzi. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa nimesema ili uweze kudhibiti vitu vyako, unataka uweke wingi wa maombi. Lakini kitu kingine, tukisoma pale Yeremia, tusome pale kwenye kitabu kile cha Yoshua 1:8. Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili uweze kustawi sana na kufanikisha mambo yako, Torati, neno la Mungu likae sana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Walokole wengi wanajua kuomba lakini hawalijui neno. Walokole wengi kwambia omba ataomba mpaka saa ngapi, lakini maandiko, vifungu vya Biblia, hata tukiulizana hapa wiki hii umesoma Biblia, mwingine anakuambia hajasoma, lakini kwenye simu ameangalia vitu vingi sana. Neno la Mungu likikaa ndani yako kwa wingi, vitu vyako, umiliki wako utakuwa ni halali, utathibitika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwenye neno ndiko ambako kuna mwongozo nini cha kufanya. Ni sawasawa unapokuwa kiongozi mahala ulipo, lazima ujue taratibu na katiba ya eneo lile. Unaongoza watu kwa misingi ipi, sheria ipi na kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio neno la Mungu likae kwa wingi. Ndio maana ukisoma kwenye Kolosai 3:16-17, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, si ndio? Amen. Kwa hiyo ndio reference yake, kwamba neno linapokaa na linapojaa ndani yako, unaweza kumiliki na kutunza vitu vyako kwa udhabiti. Unaweza kutunza vile vitu ambavyo Mungu amekupa. Maana unafahamu kwamba Mungu anasema nini ufanye, nini usifanye. Kwa hivyo neno la Kristo linakuwa mwongozo linalokusaidia hata kile ambacho unacho kinaweza kudumu na kusimama na kuendelea, kwa sababu neno linakuongoza nini ufanye, nini usifanye, kwa wakati gani na kwa kipindi kipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Lakini pia kitu kingine Biblia inasema mkikubali
mtakula mema ya nchi. Si ndio Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yeremia, si ndio? Isaya 1:19 kama sijakosea. Ukikubali, hebu tusome ukikubali nini? Ukikubali sheria ya Mungu ikutawale kwenye maisha yako. Ukikubali Bwana akutawale katika maisha yako. Akutawale katika kila jambo. Atawale kazi yako, atawale ndoa yako, atawale maisha yako, atawale ujana wako, atawale ubinti wako, atawale kazi ulionayo, atawale biashara ulionayo. Utafanikiwa kwenye maisha yako. Utafanikiwa kwa sababu Mungu unampa nafasi ya kwanza, yeye akapate kukusaidia na kukuongoza. Unampa Mungu kwa kila jambo, yeye akapate kuwa muamuzi. Watu wengine hawako hivyo, hawatangulizi Mungu, wanatanguliza vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Watu upande wa pili hawajamtanguliza Mungu kwenye mambo yao, wanatanguliza vitu vingine, vitu vyao, ndoa zao. Unasikia watu wanafunga ndoa, sio wanazifunga ndoa, si ndio? Wanatanguliza mambo mengine, lakini sisi tumpe Mungu. Ukikubali, wewe ukiwa tayari, ukikubali, ukimwambia Bwana, wewe sasa tawala maisha yangu, tawala kazi yangu, tawala nafasi yangu kazini, tawala biashara yangu, tawala watoto wangu, mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hatatuacha. Mungu hatakuacha. Kile ambacho Mungu aliruhusu kimiliki kitabaki, kwa sababu wewe tayari nafsi yako umeruhusu kwa Bwana itawale na Mungu akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Hiyo ni Isaya 1:19 ndio inasema hivyo. Haleluya. Kwa neno la Mungu kiliruhusu likikaa ndani yako na kuyaishi mapenzi ya Bwana, kile ambacho Mungu amekupa ukimiliki kitadumu, kwa sababu ukifanya hivyo Mungu atakuwa anakuangalia kama mtoto wake uliye karibu na kuyaishi yale mapenzi yake namna vile ambavyo yeye anataka uwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kitu kingine pia cha pili ama cha tatu, unajua Mungu anapokutazama wewe na anapomtazama mtu mwingine tofauti. Mungu anatuangalia wote kama watoto wake, lakini Mungu anatuangalia tofauti kwa mtu aliyeokoka na akajinyenyekeza na akaishi maisha ya ushindi mbele zake. Amen. Na ndio maana hawezi kuruhusu jambo baya likampata tu kirahisi, unless otherwise labda wewe unaishi maisha ambayo ya kujichanganya. Lakini ukiishi maisha ambayo ni kweli ya ushuhuda na kumpendeza Mungu, Mungu anaweka wigo wa ulinzi. Analinda kile kitu chako, utumishi wako, analinda heshima yako kwa jamii, analinda aibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 60 mstari wa 12, Biblia inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye amewakanyaga nani? Watesi wetu. Watu siku hizi maandiko hayajui. Hicho kuna fikiri turudie tena kama zamani, hapo mtu atoke hapa ajue mstari hata miwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 60 mstari wa 12 inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa hiyo wewe na mimi tutakuwa ni watu kutenda makuu. Usifike mahala tu mtumishi vitu vyako vikaondoka kirahisi tu. Hapana. Hiyo haiwezekani. Kuondoka vitu vyangu kirahisi, hapana. Kama Mungu alinipa kwa makusudi, lazima nivishikilie na niving'ang'anie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaye Mungu ambaye ndiye msaada wetu na atakayetutetea hata tutakapopita katika magumu. Wako watesi wanainuka katika maisha yetu. Wapo watesi wanainuka mashariki, magharibi, kaskazini, kukuharibia ndoa yako, kukuharibia kazi zako, kukuharibia utumishi wako, kukuharibia huduma ulionayo. Wapo. Lakini kwa msaada wa Mungu aliye hai hakuna kitakachofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe.